mwanadamu anadanganyiwa na starehe ya dunia, kula na kunywa, kusabia pesa, kuvaa manguo, kuendesha magari, sijui anakuwa bwana mkubwa, anakuwa na kadha wa kadha. Hii anasa inamfanya asahau sheria na sababu ya Allah kumuumba. Aidha atakuwa mwanamke anavaa manguo za bei, anamiliki pesa na mengineyo, anasahau kwamba azimul ladhati, kuna siku ambayo atamfikia, na vyote ataviacha dunia, ataenda furadan na balekani, nguo zalili yenye kuwa na thamani ya chini. Mwanaume vitenge 3, mwanamke vitenge 5. Gharama ya pesa ya kununua vile vitu abirie $20 ambao ulikuwa unatoa vocha ya kununua, unatia ndani ya simu yako, ndio inakuwa vitu ambao utaenda navyo mwanandani wa kabla. Vinabaki dunia, wengine wanakuwa na vimiliki, wanakuwa na vichezea zaidi ya vile wewe ambao ulivitafuta. Utafanya nini na hii tabia mbaya ya kukosa kufuata sheria ya Mtume Muhammad? Utaishia wapi mwanadamu? Irji'u ila rabbiki radiyatan mardiyya, turejee kwa Allah. Uislamu tusipate anasa ya dunia sana, lazima turudie kwa sheria aliyotuletea Mtume Muhammad. Mwenyewe bwana mkubwa wa daraja Nabii Muhammad anakuja, anashushiwa maneno na Allah, wakimwambia ismul ishara, hadha bayanu linnasi wa huda, hadha bayanu linnasi wa huda. Asema huda mainifu kwa watu nini? Hadha ismul ishara lil karim, kwa karimu. Asema hii Qur'an ndo huda. Asiyokuwa na huda wa Qur'an hakuna kingine cha kumuongoza, anakuwa kafiri, atachomwa ndani ya moto.